Mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka nchini Kenya Boniface Mwangi amepatikana katika eneo la Ukunda nchini Kenya akidaiwa kushushwa na gari binafsi baada ya kushikiliwa kwa muda nchini Tanzania. Mlipuaji wa kujitoa muhanga amejilipua katika basi la shule kusini magharibi mwa Pakistani jana Jumatano na kuua watu 5 na kujeruhi wengine 53, wengi wao wakiwa watoto. Na Rais Donald Trump amemshambulia Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa jana Jumatano baada ya kumchezea video inaonyesha madai ya mauaji ya kimbari yanayofanywa dhidi ya wazungu. Mtazamaji, hii ni Wasafi TV, karibu tuangazie yaliyomo duniani hivi leo. Jina langu ni Ferdinand Irunde. Mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka Kenya Boniface Mwangi amepatikana katika eneo la Ukunda nchini Kenya akidaiwa kushushwa na gari binafsi baada ya kushikiliwa kwa muda nchini Tanzania. Taarifa zinasema mwanaharakati huyo amerejeshwa nchini Kenya kwa gari hadi katika eneo la Lungalunga, ambapo baada ya kupatikana amesaidiwa na wanaharakati wenzake ambao wamemkimbiza moja kwa moja hospitalini kwa uangalizi wa kitabibu. Awali waziri mkuu na katibu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi alitangaza kuachiliwa kwa mwanaharakati huyo karibu na eneo la mpaka kati ya Kenya na Tanzania. Mudavadi katika taarifa yake amesema Mwangi ameachiliwa huru leo asubuhi na mamlaka ya Tanzania baada ya serikali ya Kenya kuingilia kati. Kwingineko, mlipuaji wa kujitoa muhanga amejilipua katika basi la shule kusini magharibi mwa Pakistani jana Jumatano na kuua watu 5 na kujeruhi wengine 53, wengi wao wakiwa watoto. Naibu kamishna wa eneo hilo Yasir Iqbal amesema shambulizi hilo limetokea kwenye viunga vya mji wa Kuzda wakati basi hilo likiwapeleka watoto katika shule yao inayosimamiwa na jeshi. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulizi hilo, ingawaje mashaka huenda yakawaangukia watu wa kabila la Balochi wanaojitenga ambao mara kwa mara hulenga vikosi vya usalama na raia. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistani Mohsin Naqvi amewaita wahalifu hao wanyama ambao hawastahili kuonewa huruma, akisisitiza watu hao wamefanya kitendo cha ukatili mtupu kwa kuwalenga watoto wasio na hatia. Maafisa awali waliripoti kuwa watoto 4 waliuawa, lakini baadaye wakarekebisha idadi ya waliouawa na kusema kuwa wanajeshi 2 walikuwa miongoni mwa waliofariki. We have many people that feel they're being persecuted and they're coming to the United States. So we take from many locations if we feel there's persecution or genocide going on. Rais Donald Trump amemshambulia Rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa jana Jumatano baada ya kumchezea video inaonyesha madai ya mauaji ya kimbari yanayofanywa dhidi ya wazungu. Trump amesisitiza kwenye mkutano na Ramaphosa kwenye ofisi yake ya Oval kwamba wakulima weupe nchini Afrika Kusini wanalazimishwa kuachia ardhi zao na kuuawa. Rais Trump amesema wakulima hao sasa wanalazimika kukimbilia Marekani ili kunusuru maisha yao. Hata hivyo, Trump amemlaumu Ramaphosa kwa kuruhusu wanasiasa weusi nchini humo kuchukua ardhi kimabavu na kuwaua wakulima wazungu bila ya kuchukuliwa hatua yoyote. Ramaphosa hata hivyo amekataa madai ya kuwanyang'anya wakulima hao ardhi chini ya sheria mpya ardhi iliyosainiwa mwezi Januari inayonuia kurekebisha ukosefu wa usawa wa kihistoria wa tangu utawala wa ubaguzi wa rangi. Mapema mwezi huu serikali ya Trump iliwapa hadhi ya wakimbizi wakulima 50 wazungu kutoka Afrika Kusini, licha ya kwamba imesitisha kutoa hifadhi kwa watu wa mataifa mengine. Na hatimaye Jerusalem. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ametoa amri ya kuimarisha usalama katika balozi zote za nchi hiyo duniani baada ya kuuawa kwa kupigwa risasi wafanyakazi 2 wa ubalozi wa Israeli huko Washington, Marekani. Watu waliosikika wakidai uhuru wa Palestina walifyatua risasi dhidi ya wafanyakazi hao 2 wa ubalozi wa Israeli nje ya makumbusho ya Kiyahudi mjini Washington jana Jumatano. Netanyahu amesema tukio hilo limeonesha ni kwa namna gani Israeli inaandamwa na hisia za chuki na uchochezi duniani. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani ni miongoni mwa viongozi wa dunia waliolaani tukio hilo.